kumekuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa watu maarufu, wengine wakiwepo ni viongozi kuhusiana na sakata zima la dabi, na tarehe hivi karibuni imepangwa. Unahisi kauli hizi za watu maarufu au na viongozi wa serikali zinaweza zikachochea hali ile ya kuaminisha Yanga kwamba tusicheze? Ya, nafikiri hata wanaotoa kauli wenyewe pia ni wadau wa mpira wa miguu, kwa maana kwamba ni mashabiki pia wana timu zao. Kila mtu ana haki ya kuzungumza kile ambacho anakuwa anajisikia kwa wakati huo, lakini pia tunasema kwamba yani unapozungumzia swala la kimichezo na hususan football, hii imegawanyika kwenye engo nyingi sana, na ndio maana utakuja ukuta hata bungeni watu wanakuwa ni wadau na ni mashabiki pia, lakini pia nenda kwenye ofisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali, bado utapata wadau wa mpira wenyewe. Unapoongelea Simba na Yanga unaongelea ni tunasema ni sports hub, ni kitovu cha mpira kwa nchi hii, kwa sababu ndio vilabu mama ambavyo kimsingi vilianza kabla ya vilabu vingine vyote kuanzishwa Tanzania, na baadaye vikaja vingine. Kwa kwangu mimi nafikiri wanaongea vile kwa sababu ya mahaba na timu zao, na pengine na ule udau ambao wako nao kwenye mpira wa miguu. Lakini tukiachilia mbali hicho sasa, nini kauli yao kwamba inaweza ikachochea kile ambacho kipo mezani? Nafikiri issue tu si kuchochea, lakini kwanza ilitakiwa tujue source ya hiyo agenda ambayo imekuwa inazungumzwa ni nini. Manake ukija kwenye uhalisia ni kwamba Simba hakutokea uwanjani tarehe 8, ambapo ndo imeenda kupelekea yote haya ambayo yanakuwa yanazungumzwa na watu. Kwa sababu naamini kama Simba angetokea uwanjani, hiki kisinge happen. Yani tunakishuhudia hiki kwa sababu tayari kuna chanzo. Lakini ukienda extra miles, nini kilipelekea? Manake Simba wanakuja na hoja, hawakuruhusiwa kufanya mazoezi siku ya mwisho ya ile siku moja kabla ya mechi. Wana hoja ya msingi na wao pia. Kwa hiyo nani wa kulaumiwa? Unakuja kuangalia katika dhana yote ya hiki ambacho kinaendelea, maana yake kila mtu anajua ni kwa nini hakufanya kile ambacho kilikuwa kinatakiwa. Kwa Yanga utaenda utahoji kwa hiyo umezuia Simba kufanya mazoezi. Simba na utamhoji swali, je, ni kanuni ipi ambayo inakufanya kwamba ukizuiliwa kufanya mazoezi basi hautaki kucheza mechi? Kila mtu akosajibu. Lakini bodi ya ligi asubuhi ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 ambao mechi ilikuwa ichezo, waliamka na taarifa kwamba mechi bado ipo. Paka mida ya saa 5 sitojua mechi ipo. Mida ya saa 6 inatoka taarifa mechi imefanyaje, imeahirishwa. Nini kilipelekea kuahirishwa kwa mchezo huu? Je, ni influence ya Simba kutoa taarifa kwamba hawatacheza mchezo? Kama wao bodi kama sehemu ambao wao wanaamini wao ndio wenye maamuzi na mpira, wao wasitiki na maamuzi yao ya tangu asubuhi kwamba mechi inachezwa. Kwa nafikiri kinachoendelea ni sinema tu ambazo tunaendelea kuziona. Kwa hawa sio watu maarufu nini wanachokiongea, mimi I don't care about that, kwa sababu mwisho wa siku na wao ni mashabiki kama shabiki mwingine yote. Yaani ukiachilia tu umbali na ile kazi ambayo wanakuwa wanaifanya, aidha ni mbunge au si waziri wa nini hivyo, yeye ni shabiki, kwa sababu moyo wake tu utabaki kwamba yeye ni shabiki wa Yanga, shabiki wa Simba na vitu kama hivyo. Lakini ni muda wa kukaa kuangalia suluhu tunaitatua kwa namna gani ili dabi iweze kuchezwa. Kwa sababu watu wengi sana wanaiangalia dabi kwenye jicho la Simba na Yanga kuweza kuchukua alama 3. Mpira ni zaidi ya alama 3. Kuna wafanyabiashara ambao wameinvest pesa zao, kuna watu ambao wameweka matangazo yao kuhakikisha kwamba ule mchezo, na mwingine anadhamini tu kwa mchezo ule mmoja, alafu mwisho wa siku mechi hakuna, imeota mbawa. Kwa kuna namna ambayo unakuja kujiuliza mara 2 mara 3 kwamba tuna uwezo na tunayo nafasi ya kuweza kuangalia shida ilikuwa ni nini na kwa nini ilijitokeza. Kama shida imejitokeza leo, je, kesho kutu haitojitokeza tena?
itawezekana vipi? Kwa sababu hapa sasa hivi ukiangalia kitu ambacho kinakuja kuwa ni mlima mrefu wa bodi ya ligi, Simba hasa ya kutokea uwanjani, Yanga naye anakuambia na mimi sitatokea uwanjani, na yeye ana hoja. Simba naye alikuwa na hoja. Aliyetakiwa kustand na anayetakiwa kustand mpaka sasa hivi maana yake ni bodi ya ligi, kwamba yeye anaamini mchezo wake upo, maana yake Yanga anapaswa kutokea uwanjani na vitu kama hivi. Lakini pia nao Yanga watakuja na hoja zao kwamba kwa nini uliahirisha mchezo wa kwanza? Kwa kama uliahirishwa mchezo wa kwanza kwa sababu ambazo tunazijua wewe, hata sisi hatuchezi hii mechi kwa sababu ambazo tunazijua sisi. Kwa hiyo na wao wanakuwa wana hoja zao. Kwa hiyo kimsingi nafikiri tu itafutwe suluhu ambayo inaweza ikawa ni njia rahisi na bora kuhakikisha kwamba mchezo huu unachezwa. Bodi ya ligi wakubali kuchutama tu kwamba kuna mahala waliteleza, basi maisha yaendelee, wakae na vilabu vyote viwili kuhakikisha kwamba hilo gurudumu wanalisongesha hatua inayofuata.